Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Karibu kwenye podcast ya Pastor Fred Msungu. Tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako. Hautabaki vile ulivyo. Kitabu cha Yohana sura ya 21 na kuanzia mstari wa 15. Are you ready? Haya, twende. 1, 2, 3. Basi walipokwisha kula, Yesu akawaambia Simoni Petro, Je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Kumbuka hilo ni swali baada ya kula. Yesu alitaka wale alafu waongee nao mambo serious. Hii inatuonyesha kwamba pia Yesu hajali tu mahitaji ya kimwili, ya kiroho, anajali pia hata uhitaji wa kimwili. So kuna some conversation usiongee na watu kabla hawajala. Turudie tena. 1, 2, 3. Basi walipokwisha kula. Yesu akamwambia Simoni Petro, Je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, Naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, Lisha wana kondoo zangu. Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, Ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, Chunga kondoo zangu. Twende. Akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yohana, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, wanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, Lisha kondoo zangu. Amen. Na kutokea kwenye haya maandiko leo nitakuwa nikikufundisha matokeo ya kupendana na Mungu. Matokeo ya kupendana na Mungu. Unaweza ukakaa kwenye nafasi yako ya utukufu katika jina la mamlaka la Yesu. Now, tumekuwa kwenye maombi ya siku hizi 35 na katika siku 6 zilizopita mpaka leo siku ya 7 tumekuwa na mkazo wa kupendana na Mungu. God bless you. Mungu akubariki. Hao wanafanya kazi nzuri sana. Amen. Tuwashangilie katika jina la Yesu Kristo. Nilikuwa nimewasahau. Mngehubiri na mimi leo. So tunaona tumekuwa kwenye mkazo huo na Roho Mtakatifu alituweka hapo kwa ajili ya maombi. Maombi ilikuwa ni wiki nzima ya kupendana na Mungu. Na kuna vitu vingi ambavyo Roho Mungu ametufundisha katika wiki hiyo. Na kuna mambo mengi ambayo nimeyafundisha kwa habari ya kupendana na Mungu. It was so deep. Tunamshukuru Mungu kwa kile ambacho amekisema. Lakini sasa natamani uone leo nikufundishe kwa habari ya matokeo ya kupendana na Mungu. Nikiwa bado kwenye mkazo wa lile neno ambalo Bwana amelisema juu ya mwaka huu kwa habari ya utukufu, doxa. Na nataka ujue kitu ambacho kitakusaidia. Tunapoongea kwa habari ya utukufu, nimeshakufundisha mara kadhaa, nimekwambia hili neno lina tafsiri 2 tofauti kwenye Biblia. Ukienda kwenye tafsiri za Agano la Kale utakutana na neno kabod. Na ukija kwenye Agano Jipya, hilo neno utukufu linatumika kama doxa. Sasa tofauti ya haya maneno mawili utakuja kugundua kabod nimesema ni uzito wa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo tunapoongea kwa habari ya kabod tunaongea kwa habari ya uzito wa utukufu wa Mungu, ambayo hiyo tunaiona kwenye Agano la Kale. Unapoona neno utukufu mahali popote kwenye Agano la Kale unatakiwa uelewe linatokana na mzizi wa neno kabod, tafsiri ya neno kabod Kiebrania. Lakini ukija kwenye Agano Jipya ukiliona neno utukufu, maana yake linakuja na tafsiri ya hili neno doxa, ambayo hii doxa ndio neno ambalo Bwana ametupa kutembea nalo, ambalo doxa sasa ukilifuatilia utakuja kugundua lina maana tofauti na kabod. Wakati kabod ni uzito wa utukufu wa Mungu, doxa ni ufunuo wa utukufu wa Mungu.
Sijui kama umenielewa Maana yake uzito unaweza kuuelezea lakini hauwezi kuexperience. Lakini kitu kilichofunuliwa ni kitu ambacho unaweza ukakiexperience, ukakishika na wewe ukawa ni mshiriki wa kile kwa sababu kimefunuliwa kwako. Kwa hiyo tunapoongea kwa habari ya utukufu, hiyo ndio heshima ya juu ambayo Mungu anaweza kumwamini nayo mtu kwenye maisha yake. Kama kuna zawadi kubwa Mungu anaweza akafanya, ni kumwamini Mungu na mtu na utukufu wake. Sasa nishike vizuri, nikiwa naweka msingi wangu vizuri hapa. Mungu anaweza akamponya yoyote. Mungu anaweza akamponya mtu yoyote. Mungu anaweza akatenda muujiza kwa mtu yoyote, yaani bila kujali mahusiano. Kuna nyakati mtu akijaa kwenye kanuni, Mungu anaweza akafanya hivyo. Lakini inapofika kwenye kumtukuza mtu, ni vizuri uelewe, Mungu hamtukuzi mtu yoyote. Na ndio maana utakuja kugundua Yesu anapoomba maombi ya mwisho kwenye kitabu cha Yohana sura ya 17, yale maombi ambayo anaongea juu ya wanafunzi wake, utaona kuna kitu cha ajabu sana. Yesu anakuwa very specific katika yale maombi. Kwanza, kumbuka Yesu alikaa duniani, amekaa duniani, amehudumia watu kwa maelfu yao, ameponya kwa mamia kama sio maelfu, amefanya vitu vingi. Lakini anafika kwenye sura ya 17 akiwa mwishoni mwa huduma yake, Yesu akiwa anaomba maombi, utakuja kugundua haombi maombi kwa ajili ya dunia, anaomba maombi kwa ajili ya watu 12. Turudie tena, pengine utanielewa. Nimesema Yesu alikuwa duniani, kafanya vitu vikubwa vya ajabu, vitu ambavyo amefufua mpaka wafu, amewapa watu mikate, amewapa watu vitu vingine, na vyote havikuandikwa. Lakini katika vile vilivyoandikwa tunaona Yesu amefanya mambo makubwa. Lakini inapofika wakati wa kurudisha ripoti, yani anataka kurudi mbinguni, anarudisha ripoti iliyomleta duniani, utakuja kugundua ile ripoti haombei watu wote aliyowahi kuwahudumia, ila anawaombea watu 12 tu. Wale matter of fact ni 11 baada ya mmoja kunyofoka, yeye mwenyewe ndio wa 12. Anaomba, anasema mambo mengi sana, anasema wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa, anaongea, yuko very specific, hawa wamo ulimwenguni humu. Anasema nami naja kwako Baba Mtakatifu, kwa jina lako, Yohana 17:11, kwa jina lako lililonipa uwalinde hawa. Kumbuka hilo neno hawa analirudia mara kadhaa. Mara ya kwanza anasema juu ya hawa, mara ya pili anasema hawa. Maana yake, kwa nini anasema hawa? Maana yake I am very specific, hichi ninachokifanya ni kwa sababu ya hawa. Twende taratibu, unaona. Alafu anasema ili wawe na umoja kama sisi tulivyo wamoja. Mstari unaofuata anasema nilipokuwa nao mimi niliwalinda kwa jina lako lililonipa, nikawatunza, wala hapana mmoja wao aliyepotea ila yule mwanampotevu, ili andiko litimie. Kwa hiyo hapa anatuonyesha sasa, ameamua kwenda deep ili tuelewe hawa ni kina nani. Maana hapa alikuwa anasema hawa, tungesema unajua hawa alikuwa yuko na watu. Hapana, anasema hawa ni hawa 11. Na ndio maana hapa ameenda ndani ya kwamba ila yule mwana mpotevu wa upotevu, ili andiko litimie. Na huwa nasema Yesu anafika mahali anatoa ripoti sio tu ya waliotunzwa, anatoa ripoti hata ya aliyepotea. Hiyo inaitwa stewardship. Mimi ningesema Baba nakushukuru kwa kweli katika kazi ulionipa, nimejitahidi sana. Ulinipa watu wote na wote, na Yesu anatoa 11 hawa hapa. Lakini na Yuda namtolea ripoti kwa sababu Yuda na bahati mbaya hapa ameitwa mwana wa upotevu. Na ni vizuri ukaelewa kwa habari ya story ya Yuda. Ni kweli ilibidi mtu amsaliti Yesu, lakini haikuandikwa Yuda. Haikuwa lazima iwe Yuda. Turudie tena. Kwa kuna mtu anasema kwa hiyo Yuda alikuwa ni kama alizaliwa tu ili aje kusaliti. Na ndio maana Yesu alikuwa anaishi naye, anamwambia jamani, kuna mtu atanisaliti hapa. Na alipoona akampa kabisa na kuwa mtunza hazina, na alikuwa anajua ni mwizi. Hiyo yote ilikuwa Mungu anampa second chance Yuda ya kufikiri ya kwamba pengine moyo wake utageuka. Kwenye last supper Yesu anaamua kufungua kodi, anasema mmoja wenu atajisaliti.
Wakaanza kuulizana, ni mimi, ni mimi, ni mimi, ni mimi. Wakati wanaulizana, Yesu akatoa kodi, akasema yule ambaye nitachovya naye hapa sasa hivi, na Yuda likachovya na bado halishtuki. Na ndio maana sasa Yuda ametoka kuwa Yuda, amekuwa mwana wa upotevu. Maana yake kwa kweli lazima awe mwana wa upotevu, yaani sio kwa mpaka Yesu amesema. Kwa tafsiri ya kwanza, akamsaliti. Lakini pia tatizo kubwa la Yuda si kumsaliti Yesu. Tatizo kubwa la Yuda ni kuto kujisamehe katika kumsaliti Yesu, kwa sababu Yuda si mtu pekee aliyemsaliti Yesu. Watu wachache wamenielewa. Alianza Yuda akamaliza Petro. Nilikuwa nasoma mahali kuna watu wanaagi wanasema, na Yuda sio kwamba alikuwa anamchukia Yesu kihivyo, ila tu alikuwa anapenda mali kihivyo. Kwa hiyo alijua mimi nitamsaliti, alafu atawatoroka, alafu hela nitakuwa nimekula tayari. Nitamsaliti tu atachomoka, ila mimi tayari nitakuwa nimeshapata mpunga wangu. Lakini tukiangalia kati ya Yuda na Petro, Yuda alifanya mara moja, ila ilikuwa moyoni mwake. Petro alifanya mara 3, lakini haikuwa moyoni mwake. Na ndio maana unaona Petro baada ya kufanya mara ya 3, kitu cha kwanza kinachoonekana ni toba. Yuda baada ya kufanya mara moja, kitu cha kwanza kinachoonekana ni guilt. Kwa nini hatia ilikuwa ndani ya Yuda? Kwa sababu ile mbegu haikuanzia siku Yuda alipomsaliti. Ile mbegu ilikuwa ni ya muda mrefu, na Biblia inaanza kuongea kwa habari ya mchakato wa dhambi. Biblia inasema dhambi inapoanza huwa kuna tamaa. Tamaa huwa inachukua mimba, alafu inazaa dhambi, alafu dhambi ikikomaa inazaa mauti. Kumbuka, tamaa ya Yuda ilianza toka siku Yesu analetewa mafuta, pafyumu ya bei ya gharama sana, anapakwa ile pafyumu, na nilikuwa nafanya mahesabu, ni kama pafyumu kama ya milioni 6 hivi alipowekewa. Yuda alipoiona akapiga mahesabu yake, akasema hii tungeuza tuwagawie maskini. Lakini Biblia inaandika, anasema hakusema vile kwa sababu aliwajali maskini, lakini kwa sababu alikuwa ni mwizi. Kwa hiyo unaona hichi kitu kimedevelop kutokea muda mrefu, na kinakuja kumfanya aishie hapa. Ni nini ninachokufundisha? Kitu chochote ambacho sicho cha Mungu kinapoanza kudevelop kwenye moyo wako, usisubiri mpaka tamaa ichukue mimba izae kitu cha pili kinaitwa dhambi, na dhambi ikizaliwa usisubiri dhambi ikomae izae kitu cha 3 kinaitwa mauti. Yakobo 1:15 anatuandikia, anasema halafu ile tamaa ikisha chukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. Kwa hiyo unaona mchakato wa mauti ya Yuda haukutokea kwenye alichokifanya, ulitokea kwenye alichokifuga. Twende tena, kwa sababu ile siku hakuna ambaye hakumsaliti Yesu. Kwa sababu kumbuka okay, ni level tu ile siku. Kumbuka Yesu alikuwa amekaa nao. Petro alipotoa panga akamchana mtu, na Yesu akarudishia akamponya, alafu akaanza kumkamata kumpiga. Hayupo mwanafunzi aliye, na Biblia ina rekodi. Sijajua kama umewahi kuona kwenye Biblia, lakini mimi nimeona kwa niaba yako. Kuna mwanafunzi alikimbia mpaka nguo zikavuka. Wangapi wamewahi kuliona hilo? Hamjawahi kuona? Najua kuna mambo huwa mnataka. Kuna mwanafunzi alipita pale, alikimbia mpaka nguo. Okay, utafuta hilo andiko. Kwa sababu sasa pasa umeitoa wapi? Kwenye maandiko. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo wote waliondoka, kila mtu alikimbia, lakini kilichomfanya Yuda kuwa Yuda na kwenda kufanya conclusion aliyoifanya ni kwa sababu ya kitu alichokifuga moyoni mwake. Sasa nirudishe kwenye yale maandiko, Yohana sura ya 17 pale nilipokuwa nimeishia. Kuna kitu natamani uone pale, kitakuonyesha. Unaona Yesu anaanza anaongea, alafu anasema ili andiko litimie. Mstari wa 13 anasema kitu gani? Anasema
Sasa naja kwako na maneno haya anayasema ulimwenguni ili wawe na furaha yangu imetimizwa ndani yao. Mstari wa 20 anasema nimewapa neno lako na ulimwengu unawachukia kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mstari unaofuata, twende haraka. Mimi siombi kwamba uwatoe ulimwenguni, bali uwalinde na yule mwovu. Wale watu ambao mnasemaga mimi na haraka ya kwenda mbinguni, hili andiko linawapinga. Kwa sababu mbinguni hatuendi kwa sababu tumeikimbia dunia. Mbinguni tunaenda baada ya kukamilisha kilichotuleta kwenye dunia. Kwa hiyo ile nina haraka ya kwenda mbinguni, ule ni utoro. Aliyekuleta akidhani kwamba unatakiwa uende, atakuita. Ukihitajika utafanyaje? Utaitwa. Lakini as long as hujahitajika bado, tulia. Hatuna haraka yoyote. Mimi sina haraka yoyote. Nitaenda saa ikifika, ama atanikuta, tutaenda naye saa ikifika. Lakini as long as nipo hapa sasa, Yesu amesema siombi uwatoe ulimwenguni, uwalinde na yule mwovu. Maana yake nitafanya vitu vyangu hapa, nitafanikiwa hapa, nitafanya utumishi hapa, nitavuna nafsi hapa, na Mungu atanilinda na uovu katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 17 anasema, mstari wa 17 anaongea ama ndio Biblia imeisha? Mstari wa 17 anasema watakase kwa hiyo kweli, neno lako ndio kweli. Sasa ukienda mbele zaidi kwenye hii mistari utakuja kugundua Yesu anachokifanya, anaomba maombi kwa wale 12, lakini ndani ya wale 12 anatuombea sisi. Anasema siombi kwa ajili ya hawa tu, bali hata wale watakaoamini kupitia neno lao. Maana yake pia Yesu analiona kanisa kutoka kwenye mikono ya mitume, anatuombea na sisi maombi hayo hayo. Alafu mbele sasa ndio kuna kitu ambacho anakiongelea. Anasema ya kwamba utukufu ulionipa mimi nimewapa wao. Kwa sababu nilipoanza kwa introduction ya kusema Mungu anaweza akamponya yoyote, anaweza akambariki yoyote, ila hawezi kumpa utukufu yoyote, kichwani mwako likaja andiko la utukufu wangu sitashare na mtu. Na ndio maana nimekusafirisha umbali wote ili nije kukuleta hapa, kwa sababu nilikuwa najua unachokiwaza kichwani mwako. Sasa anasema kwenye 17:22 anasema nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao. Maana yake Yesu sio kwamba amegawana na sisi, lakini ametutukuza kama jinsi ambavyo yeye amefanyaje? Alitukuzwa na Baba yangu. Sasa pointi yangu ni hii: moja kati ya zawadi kubwa Mungu anaweza akampa mtu ni utukufu. Kwa nini? Kwa sababu utukufu ndio ufunuo kamilifu wa Mungu kwenye maisha ya mtu, ambapo unapokuja juu ya mtu unakuja na package ya mambo mbalimbali. Unakuja na package ya ishara na ajabu, unakuja na package ya uponyaji, unakuja na package ya heshima, unakuja na package ya vitu vingi ambavyo Mungu anavifanya kwa mwavuli mmoja unaitwa utukufu. So natamani uone kiwango hichi cha kupokea utukufu wa Bwana si kiwango tu ambacho kinaletwa na mtu kukaa katika maombi, si kiwango tu kinacholetwa na mtu kufunga ama kuclaim, lakini Mungu ana tabia kuwaamini na utukufu wake watu wanaopendana naye. Sasa sio kama unanielewa eh? Moja kati ya kitu ambacho ni vizuri ukaelewa, kuna kanuni kubwa mbili ambazo wali zinaleta matokeo kwenye dunia. Yaani mambo makubwa mawili ambayo yanaleta matokeo kwenye ulimwengu. Jambo la kwanza huwa linaitwa kanuni, yaani 1+1 sawasawa na 2. Na kanuni jinsi zilivyo, kanuni, kuna baadhi ya kanuni kwenye maisha na kuna baadhi ya kanuni hata kwenye ufalme. Aya, wewe uliokuwa nasubiria wapi nguo aliacha, ni kitabu cha Marko sura ya 14 mstari wa 52 pale. Na haya akaiacha ile nguo ya kitani akakimbia akiwa nini? Utarudi kusoma ilikuwa ni wapi? Nirudisha kwenye maandiko. Nirudisha Yohana. Sasa unanielewa? Kwa hiyo unaona nimekuonyesha jinsi ambavyo Mungu anafanya kazi na mtu kwa habari ya nini? Ya utukufu. Sasa ni kitu ambacho kinapokuja kwenye maisha ya mtu, utukufu nimesema, yani utukufu wa Mungu ndio uzito wa Mungu wenyewe, ndio ufunuo wa Mungu wenyewe. Kwa hiyo huu ufunuo hawezi kumpa mtu yoyote isipokuwa mtu ambaye anafanyaje? Anapendana naye.
Na hichi kiwango cha kupendana na Mungu sasa ndio kiwango ambacho kinawatoa watu kwenye kupata matokeo ya kikanuni, kwa sababu nimekwambia kwenye ulimwengu kuna mambo ambayo yanasababisha matokeo. Jambo la kwanza ni kanuni, na kuna baadhi ya kanuni, asante Roho Mtakatifu na mnikumbusha nirudi hapa, kuna baadhi ya kanuni ni za kiufalme lakini zinafanya kazi hata kwa watu ambao hawajaokoka. Kwa mfano giving principle, yani hiyo ni kanuni ambayo sasa kuna tofauti kati ya kutapanya na kutoa. Sababu kuna watu ni watapanyaji, wanadhani wao ni watoaji. Giving, sowing and reaping, kupanda na kuvuna, kutoa, hizo kanuni zinafanya kazi whether umeokoka ama haujaokoka. Lakini kwa waliookoka zinafanya kazi zaidi kwa sababu ya kitu kingine walichokipata. Kwa hiyo namna nyingine ya kupata matokeo kwenye dunia hii ni kwa kufuata kanuni. 1+1 2 na nini, lakini njia ya kanuni pia huwa ni njia ndefu. Njia ya kanuni ni njia ndefu, na siko kinyume na njia ndefu. Lakini kuna namna ya pili pia kwenye dunia hii ya kupata matokeo, inaitwa mahusiano, ambayo mimi hii kanuni ya mahusiano ndo naipenda sana. Kwa sababu wakati watu wengine inabidi wapige step 1, 2, 3, utapita kwa secretary. Ukitoka kwa secretary utajiandikisha. Ukishajiandikisha utarudi nyumbani, atakupigia simu akwambia siku nitakayo kuwepo. Yani umetoka ulikotoka, umeenda kufanyaje? Kujiandikisha. Na kumbuka, shida haikusubiri kwamba umeenda kufanyaje? Kujiandikisha. Alafu unaulizwa, ukifika siku hata umeshajiandikisha, ukienda siku nyingine unaulizwa una appointment naye. Unasema nilijiandikisha tu lakini nilisahau kutengeneza appointment. Wanakuambia basi leo ndio utatengeneza nini? Appointment. Unarudi. Hiyo ni kanuni, kumbuka, unaifuata kanuni 1+1 sasa. Kwa hiyo utapata appointment, itabidi aangalie ratiba yake, atakutana na nani lini, anakuambia sasa wewe, nafikiri kwenye wiki ya pili ya mwezi wa 3 nitakuwa na kanafasi, nitakuwa na dakika 20. Kwa hiyo unatakiwa usubiri wiki ya pili ya mwezi wa 3 ukiwa mwezi wa kwanza katikati, kwa sababu umetembea katika zile kanuni tu za kawaida ambazo kimsingi mvumilivu hula mbivu. Hapo wahenga walipatia. Utakuja kuonana naye, lakini sijui kama utakapokuja kuonana naye tatizo litakuwa lilishakuacha ama ulishakufa ama ulishafanya nini, lakini utakuja kuonana naye. Lakini kuna mtu mwingine pamoja na kanuni anazoziheshimu, ila ana mahusiano na yule ambaye anataka kumuona. Uwe na uhakika hata akienda kwa sekretari, ameenda kutimiza protokali, lakini tayari alishampigia simu binafsi akamwambia nitakuja, na sekretari aliposema hakuna nafasi, akarudi tena kwa mtu anayehusiana naye akamwambia nilikuja, wakaniambia hakuna nafasi. Alafu yule mtu anasema nitajua nitakachokifanya. Kwa hiyo wakati wewe upo kwenye foleni ya mwezi wa 3, kuna mtu anakupa hivi, unaona anaenda kwa mahusiano. Ndivyo kupendana na Mungu kunavyofanya mambo kwenye maisha ya watu. Wakati watu wengine lazima watembee miaka 7 ya kupata kitu ambacho kinapatikana ndani ya miaka 7, kuna watu Mungu akionana nao anajua huyu sio wa miaka hiyo, kwa sababu huyu ninapendana naye, huyu ni mtu wangu, huyu ni mtu aliyeupendeza moyo wangu. Wakati wengine inabidi wapitie kwa sekretari, wajiandikishe, wakishajiandikisha wajielezee, warudi wapewe appointment, warudi tena. Lakini sisi tunaingia moja kwa moja, na ndio maana hata maombi yetu sisi sio sawa na maombi ya mtu mwingine. Sisi hatuombi kupitia sisi tunaomba moja kwa moja kwenye ofisi kwa jina la mamlaka la Yesu, maana tunayo mahusiano na tunayo access ya kuingia moja kwa moja. Anasema na tukisogelee kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupate rehema na tupate kusaidiwa nyakati za mahitaji. Ninakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akupe kuvunja protokali na kuingia moja kwa moja kwa njia ya Yesu Kristo. Na ngoja nikwambie namna ya kuvunja protokali ya kimungu, lazima uingie kwa njia ya Yesu Kristo. Na ndio maana Yesu anasema mkiomba lolote, yani ukitaka kumuona mzee niite mimi, yani
Wakina Filipo akamwambia mkuu, tuonyeshe Baba. Yesu anashangaa, anasema mmekaa na mimi muda wote na bado mnataka kumuona Baba? Atakaye niona mimi amemuona Baba. Kwa hiyo kama nikimuona Yesu nimemuona Baba, kwa nini mimi nikomae na Baba ambaye ana protokali nyingi, utakatifu wake haufikiki? Anamwambia uwezi ukaniona ukaishi. Ameshaniletea Yesu, mimi naishi na Yesu hapa, ya kwamba katika jina la Yesu. Na ndio maana tunapoomba tunaomba hivi: Baba katika jina la Yesu Kristo. Ile sio swaga, ile ni protokali. Yani kwamba Baba, mimi najua nikisema nijilete mwenyewe kwenye utakatifu wako, mimi sivuki asubuhi, lakini Baba, pamoja na mapungufu yangu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, pamoja na kwamba bado ninajitafuta, katika jina la Yesu Kristo. Baba, pamoja na kwamba sijafikia viwango hivyo, lakini katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo pale Yesu anaposema mimi ndio njia, kweli na uzima, usidhani njia tu ya kuendea mbinguni, ni njia pia. Anasema mtu haji kwa Baba bila kupitia kwa njia yangu. Maana yake wewe unachokiona kwenda kwa Baba, unaona siku ya mwisho parapanda imelia. Kwa hapana, hata katika maombi usipopitia njia ya Yesu. Yesu oye! Sio kama kuna mtu ananielewa. Nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo Yesu ana nafasi hapa. Sasa huyu Yesu anasema mimi ninawapenda wanipenda. Kwa hiyo sasa hapo ndio tuanze kuongea. Unajua Mungu ana upendo wa kila mtu na ana upendo wa watoto wake, na ndio maana ni vizuri ujue unapoomba unaomba kwa Mungu au unaomba kwa Baba. Na ndio maana wanafunzi wa Bwana Yesu akamwambia Yesu, tufundishe na sisi kusali. Tulienda kwenye darasa la Yohana tukasikia Yohana akiwafundisha wanafunzi wake kusali. Kwa hiyo na sisi tunataka kufundishwa kama Yohana, lakini wakashindwa kuelewa mtaala huu aliyokuja nao Yesu, hata wafundisha kama Yohana. Ndio maana anasema ninyi salini hivi, akawaambia msalipo semeni hivi. Ukienda kwenye tafsiri nyingine anasema ninyi, maana yake msisali kama wale wa Yohana. Ninyi, kwa sababu Yohana alikuja kunitengenezea njia, na hiyo njia imeshatengenezwa, nimekuja. Hatuna haja ya kurudia mtaala wa Yohana, kwa sababu ninyi sio wa Yohana, na Yohana alishasema yuko ajaye nyuma yangu ambaye sistahili hata kufungua kamba za viatu vyake. Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 anasema basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Guess what? Hasemi semeni Mungu wetu, kwa sababu Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili, lakini ni baba wa wachache. Tujaribu tena. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Anasema tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno lolote gumu nisiloliweza? Anasema Mungu huwapa jua na mvua wema na wabaya. Wachawi na walokole wote wapo kwenye kundi la nini? La wema na wabaya, kwa sababu huyo ni Mungu wa wema na wabaya, lakini sio baba wa wema na wabaya. Na ndio maana Yesu anasema ninyi mkisali semeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Maana yake Mungu, Yesu anachokisema lazima kwanza ujue unaongea na baba yako, sio tu Mungu wa watu wote. Maana ukiongea na Mungu wa watu wote atakupa matokeo ya watu wote, lakini huyu Mungu unayeongea naye ni baba yako. Na huyo baba yako yuko wapi? Yuko mbinguni, mahali kwenye kila kitu. Katika jina la Yesu, Mungu akabadilishe matokeo yako leo. Mungu akabadilishe sala yako leo. Mungu akabadilishe jinsi unavyowaza leo. Mungu akabadilishe maisha yako leo katika jina la Yesu. Wewe ukisali sema Baba yangu uliye mbinguni. Mtu jipige kifua, sema Baba yangu uliye mbinguni. Sema Baba yangu uliye mbinguni. Sio kama unanielewa? Kwa hiyo anatutoa sasa, anatuingiza kwenye level ya mahusiano. So it has to tell you, kuna mambo hayatokei mpaka kiwango cha mahusiano kiko tight. Now, aliyeandika kitabu cha Yohana, kaa chini nikufundishe, God bless you. Aliyeandika kitabu cha Yohana ni Yohana ambaye toka anaanza mpaka anamaliza kitabu hajitaji jina.
akitaka kujitambulisha anasema na yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda. Ukisoma kitabu cha Yohana ukaona mahali popote na yule ambaye Yesu alimpenda, ndio Yohana mwenyewe anajitaja. Kwa sababu gani? Yohana anachojaribu kutuonyesha, yani mimi jina langu niliyoandika sio la muhimu kihivyo. Yani cha muhimu mimi na Yesu tulikuwa tunakutana wapi? Wakati Paulo anaandika sema mimi mtume Paulo, mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu Baba na waandikia. Lakini yeye anasema na yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda. Yohana ndio anaandika hivyo, anatuonyesha mahusiano. And guess what? Yohana katika injili zote 4, Mathayo, Luka, Marko na Yohana. Yohana ndio mtu pekee. Yohana 13:23, na palikuwa na mmoja wa wanafunzi wake ameegama kifuani pa Yesu, ambaye Yesu alifanyaje? Yaani huyu anayeandika ndio yeye. Angeandika kama Luka alivyoandika kwenye Matendo ya Mitume, tulipokuwa tukienda. Ila yeye andika, yani Luka mjanja, anaona hapa mimi kwenye Matendo ya Mitume sikutenda muujiza. Walitenda wakina Petro na wakina Paulo. Sasa ili na mimi nisisaulike kwamba nilikuwepo, kwa sababu kwenye story sipo, basi ionekane kwamba hata wakati wanaenda nilikuwepo. Ndio wanaandika tulipokuwa lakini huyu wala hata hangaiki, he has nothing to prove. Anasema palikuwa pana mmoja wa wanafunzi wake ameegama. Imagine Yesu anapiga shule, wakina Petro amekaa kwenye madarasa, alafu nanilia ameegama, amekaa kwenye kifua, Yesu anafundisha. Na ndio maana kuna wakati Yesu kuna kodi alitoa, Petro akamwangalia Yohana akamwambia muulize anamzungumzia nani? Kwa nini amuulize? Maana yake kulikuwa kuna distance kati ya Petro na Yesu, ambayo Petro anajua hapa, ili nipate jibu la haraka mimi siwezi kumfikia Yesu kwa haraka, ila Yohana amelala pale, Yohana na mmudu. Petro akageuka akamuona yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu. Yohana 21:20, Petro akageuka akamuona yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu, na Yesu anamfuata. Ndiye aliyeegama. Ni Yohana mwenyewe anazidi kuandika, ndiye aliyeegama kifuani mwake wakati wa kula chakula cha jioni, akasema Bwana ni nani akusalitie? Unaona anasema kitu gani? Petro anataka amuulize Petro. Mstari unaofuata 21 anasema kitu gani? 21, Petro akamwona huyo akamwambia Bwana Yesu, je, na huyu je? Nafikiri umechanganya andiko, sio hili, lakini kuna andiko jingine utakuja utaniwekea ukilipata. Nilichokuwa na kufundisha, unaona Petro anasema muulize, kwa sababu anajua kuna distance kati ya yeye na Yesu, lakini Yohana yupo. Kwa hiyo Yohana anauliza, alafu yeye ndio anatoa majibu, lakini kinachompa kufanya hivyo ni mahusiano kati yake yeye na Yesu. Lakini nikupe kitu kingine, katika injili zote 4, neno la muhimu sana kwenye injili linatoka kitabu cha Yohana, ambalo Yesu alilisema msalabani. Yesu alisema msalabani imekwisha. And guess nani alilisikia lile neno? Yohana peke yake. Hizi stori za miujiza wote waliziona, lakini ile statement ya Yesu, na ndio maana kuna mwingine anaandika asema akalia kwa uchungu. Alikuwa mbali. Okay, ngoja tujaribu tena. Alikuwa mbali, yuko kule. Yesu amesema huku tetelestai, jamaa yuko kule. Akaangalia asema pale atakuwa ameumia, amelia. Akaenda akaandika akalia kwa uchungu. Lakini Yohana aliyekuwa karibu akasikia neno Yesu alilolisema, akasema imekwisha. Ni nini kilichomfanya Yohana kusikia? Ni kwa sababu ya mahusiano, kupendana naye, ukaribu wake. Na hata Yesu akiwa msalabani, mtu wa mwisho kumuona alikuwa Yohana. Anamwambia Yohana, akamwona Yohana na mama yake Maria, akamwambia hivi, mama, muangalie mwanao. Yohana akamwambia na Yohana, mwana, muangalie mama yako. Na ndio kutokea hiyo siku Mariamu akahamia nyumbani kwa Yohana. Kwa Yesu akumwacha Mariamu hivi. Yusufu alikuwa ameshajiondokea zamani. Sema mwanza atakaje? Yesu alipomuona mama 19:26, basi Yesu alipomuona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda, bado anayeandika ni nani? Ni Yohana. Nyinyi watu kama mnanielewa. Alitakiwa aandike hivi, basi Yesu alipomuona mama yake na Yohana, lakini anasema hapana, mtanijua tu. Pokea neema, mtanijua tu.
Unajua kuna namna ukiwa Bennett na mkuu, watu kwani yule anayetembeaga naye ni nani? Yaani ninyi ndio kazi yenu kutafuta yule ni nani. Mimi sio ujitambulishe, mnamjua huyu na mimi mtanijua tu. Ninaomba katika jina la Yesu, katika mwaka huu, katika kupendana kwako kwa Yesu, watakujua tu, habari zako zitaenea tu, watajua upo tu katika jina. Hautakuwa na haja ya kujitambulisha. Uwepo wa Bwana utakutambulisha, kibali cha Bwana kitakutambulisha, neema ya Bwana itakutambulisha, mafuta ya Bwana yatakutambulisha. Kama unakubali sema haleluya. Basi Yesu alipomuona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, akamwambia mama yake, mama, tazama mwanao. Mstari wa 27, kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Alafu anatuonyesha Yohana, tangu siku ile mwanafunzi yule, hasemi mimi, huyu ni yeye anayeandika hichi kitabu, mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Kwa tunaona hata ufunuo wa mwisho kabisa umepatikana kwa njia ya mahusiano. Sasa nishike, Mungu akusaidie kujua ya kwamba huu utukufu ili uonekane kwenye maisha yako ni lazima uchochewe na kumpenda Mungu. Haya maombi peke yake hayatoshi, kwa sababu maombi yanakupa unachoomba, kwa maana kila aombaye hupokea. Lakini utukufu wa Mungu unakuja na package ya mambo hujawahi kuyaomba. So inatuonyesha ya kwamba kumbe kuna vitu Mungu hawezi kuwaamini watu navyo isipokuwa ni rafiki zake. Na ndio maana ukirudi all the way from the Bible, nilikufundisha hapa Alhamisi nikasema, Mungu alipokuwa anataka kuanza kufanya mambo ya ajabu na watu, utakuja kugundua assignment ya kwanza alikuwa anawatoa wale watu kwenye kuhusiana naye kwa ajili ya vitu, anaanza kuwaleta kuwa marafiki zake kwanza kabla hajawapa assignment kubwa. Musa anapotoka kwenye familia ya kifalme ya kifarao, Musa na Ramsi wanakaa kwenye nyumba moja. Musa ni mtoto wa Kiebrania aliyekuwa ameasiliwa kwenye familia ya Kimisri. Ramsi ni mtoto wa Farao wa kuzaliwa, lakini wanahistoria wanakubaliana ya kwamba Musa alikuwa na akili mara 10 zaidi ya yule ndugu. Kwa hiyo wanasema ingewezekana Musa angekuwa Farao anayefuata. Hata asingekuwa Farao anayefuata, katika utawala wa Farao, mtoto wa Farao, Musa alikuwa na nafasi kwa sababu akili yake ilikuwa ni njema. Sasa Musa amekuwa trained kwenye ufalme, kwenye namna ya Kimisri, amekuwa trained kama mwanajeshi, amekuwa trained kama mwanadiplomasia, lakini ndani yake ana mbegu ya Mungu. Kumbuka wakati Musa ametupwa, Mungu alitengeneza namna mama yake ndio akaitwa kwenda kumlea bila kujua ya kwamba ni mama yake. Mama yake akaanza kuendelea kuweka mbegu ya Mungu. Kwa hiyo Musa yuko Misri, lakini ndani yake kuna mbegu ya Mungu anayo, na kuna kitu cha kimungu anacho, lakini hana mahusiano. Na ndio maana anakuta Mwebrania anapigana na Misri, anajua mimi hawa ndio ndugu zangu. Kwa sababu gani? I have connection with them. Yaani kuna namna kweli mimi siishi wanakoishi, kuna namna kweli mimi sikai kwenye hayo mapoli makazi wanayofanya, lakini kila nikiwaona kuna kitu nakisikia ndani tunafanana. Anaamua kumuua Misri kwa ajili ya Mwebrania, na kinachomfanya amuue ni nini? Ni passion. Kuna huduma iko ndani yake, kuna utumishi uko ndani yake, lakini kwa bahati mbaya hana mahusiano binafsi na anayetaka kwenda kumtumikia. So you see, Musa katika nia njema anafanya jambo la hatari linalomfanya kukimbia aende huko Midiani akajifiche. Kumbe huko anakoenda Mungu ndio anaenda kumtengenezea mahusiano na yeye kabla hajawa mtumishi wake. Twende tena. Kuna watu Mungu akitaka kuwatumia kwenye Biblia anawatumiaga alafu wanapotea, kwa sababu chochote kinaweza kuwa mtumishi wa Mungu. Ila kuna watu akitaka kuwatengenezea legacy, haanzi kwanza kufanya nao huduma, anaanza kwanza kujenga nao mahusiano. Na ndio naona tofauti sasa tulionao ya watumishi. Kuna watu wanamtumikia Mungu, ila kuna watu wana mahusiano na Mungu.
Turudie tena. Kuna watu wanamtumikia Mungu, ila kuna watu wana mahusiano na Mungu. Sasa tafuta mtu anayemtumikia Mungu na mtu anayehusiana na Mungu, alafu utaona tofauti yao ilipo. So unaona kinachotokea, Musa anataka kumtumikia Mungu asiyemjua. Na ndio maana hata wewe unasema, unajua pastor, mimi na utumishi ndani yangu. Sawa, mtumishi, lakini Mungu kwa nini haja ku launch out? Anataka mjuane kabla mjaanza kufanya. Na ndio maana Musa anafika mahali maombi yake anamwambia Bwana, nataka nizijue njia zako. Wakati wana Israeli wanatamani kuona matendo, Musa anataka kuona njia. Yani manake mimi nataka yani jinsi, wale wanataka matokeo. Okay. Wana wa Israeli walichokuwa nakitaka ni hivi: kuna maji, bahari igawanyike. Jinsi gani imegawanyika? Sisi hiyo sio habari zetu. Yani sisi tunachotaka bahari igawanyike. Lakini Musa, kwa sababu yeye ndio mtumishi juu ya watu, alikuwa hataki bahari inayogawanyika, anataka jinsi. Lakini hiyo jinsi, namna, funguo, mystery ya kufanya kile ilipatikana kwenye mahusiano. Ndio Mungu sasa, ili ahusiane na Musa, anambreak Musa kutoka kuwa prince mtarajiwa kuja kuchunga kondoo za baba mkwe. So kwenye macho ya wanadamu ni demotion lakini kwenye macho ya Mungu ni promotion. Kwa sababu Musa, huwezi kunitumikia mimi kwa njia za Farao, kwa sababu hata namna ulivyoanza una huduma kweli, lakini umeanza kufanya huduma kwa namna ya kifarao. Sio lazima uue, sio lazima uue ukomboe, yani sio lazima. Unanipenda kweli, lakini wewe kuna mahali hujajaa. Yani wewe kwa sababu huko kuna vita, ni vita saa zote, unadhani mikono yako na mafunzo ya jeshi sasa nakupeleka. Ndio anampeleka kwa baba mkwe, na guess what, anampeleka kuwa mchungaji wa kondoo. Sasa hili neno natamani ulione katika Ufunuo. Ni kweli ni kondoo literally, lakini aliyeweza kukaa na kondoo hashindi kukaa na Wanaisraeli. Twende tena. Kwa nini Mungu amfanye pia Daudi ni mchunga kondoo hata baada ya Daudi kupakwa mafuta? Kwa sababu kondoo ndio definition ya uvumilivu wa mchungaji. Kwa hiyo Musa haipa yule ambaye kama mbwai, yani kwamba unachotaka nataka, unapiga napiga. Mungu anajua wewe huwezi kunitumikia hivyo, anamvuta, anaenda kumkutanisha na kondoo ambao hawana haraka. Watu wachache wananielewa, niambieni amen. Ngoja niwaambieni, anasema kwenye Warumi 8:28, nasi twajua katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Maana yake kumbe hata katika kwenye kondoo, si tunaona Musa anachunga kondoo, kumbe Mungu ana shape karakta ya Musa kupitia nini? Kondoo. Kama alivyo shape karakta ya Daudi kupitia nini? Kondoo. Kwa sababu wanajua kondoo kwanza wanahitaji gongo, wanahitaji fimbo, yani wanahitaji vitu vingi. Kondoo ndio mnyama anaonewa na mtu yote. Kwa hiyo mchungaji lazima uwe active 24/7, yani otherwise utarudi wewe kondoo umewaacha nyuma. Kwa anasema kundi la Yethro, nirudishe kule, hii wameshaamini 3 Kutoka 3:1. Ni hiyo Kutoka 3:1. Nitataja mengi, utaweka yote. Unanielewa? Anafika kule, anaendelea kuchunga zile kondoo. Sasa kumbuka, ameondoka akiwa na miaka 40 Misri, na kondoo pia amekuja kurudi Misri akiwa na miaka 80. Maana yake miaka ile ya investment ya miaka 40 ya elimu ya Kimisri ndio miaka. Ngoja nenda kaangalia somo nimefundisha, linaitwa hekima ya Wamisri. Musa asingeweza kufanya kazi na mfumo ule akatoboa. Na ndio maana Warumi 12:2, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mpate kugeuzwa kwa kufanywa upya nia zenu, ili mpate kujua hakika ya mapenzi ya Mungu yanayompendeza, yaliyo kamili. Maana yake Musa, huwezi ukafanya huduma kwa namna ya Kimisri, yani kama ambavyo sasa hivi tunajitahidi kufanya huduma kwa namna ya kidunia ya Kibabiloni.
Kwa kila mwaka mmoja kuna mwaka mmoja wa kutolewa kitu na kuingiziwa kitu, wa kutolewa kitu na kuingizia kitu. Miaka 40 inatimia, Musa yuko pale, appetite ya umaarufu imekata, appetite ya kuwahi kutumika imekata. Mungu ndo anaamua kutokea, kijiti kinawaka moto akiteketei. Mungu huyu hapa anamwambia Musa, vua viatu vyako. Musa anasema hiyo sio issue, anavua viatu. Mahali ulipo ni patakatifu, haina shida. Musa anapoanza anasema, Bwana ameyaona mateso ya watu wangu, nimesikia kilio cha watu wangu. Musa kuanzia pale ndio anaanza, hapana, nami nakutuma wewe. Alipofika pale Musa akasema, hapana, sio haraka namna hiyo. Huyu ndio yule ambaye alijituma bila kutumwa. Is the same guy. Akaenda akaua mtu, leo ametumwa. Anasema amna, hapana. Anasema nikwambia ukatoa Waisraeli Misri Kutoka 3:12, angalia, weka 12, pengine kuna kitu utaona hapo. 12 akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe na dalili nimekutuma ndio hii. Unaona? Kwa hiyo Mungu kabla ya kumtuma mtu yuko interested sana na conversation. Sasa unajua nasikia moto na waka ndani yangu, moto na nasikia. Mtu wa Mungu, hiyo sauti kuwa nzito ni tofauti kabisa na utakachokikuta kwenye field. Huo moto sio wa kwanza kusikia, alianza kusikia Musa na moto wake ukampelekea kuua. At this time Musa akaanza kuongea, anasema nitakutuma ndio hii, utakapokuwa umekwisha kuwatoa watu Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Mstari unaofuata Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli nitawaambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza jina lake ni nani, niwaambie nini? Lakini utakuja kugundua watu wote walikuwaga wako radhi na jina la Mungu wa baba zenu. Mtu pekee anayeonyesha discomfort ni Musa. Nenda kasome kuanzia wakina Isaka na kina Yakobo. Mungu alikuwa anamwambia tu, mimi Mungu wa baba zenu. Anasema fresh, sisi tumekubali. Wewe basi ni Mungu wa baba zetu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, sawa. Lakini Musa anaambiwa Mungu wa baba zenu, anasema hapana, mimi nataka jina. Maana yake imefika wakati Musa anataka kuingia kwenye kina, kujua mimi sitaki kufanya kama wale wa nyuma. Mimi nataka information zaidi. Hii kazi ulionipa sio kazi ya kutaja jina la mtu, lazima niwe na ufunuo wa kwangu binafsi. Anasema wakiniuliza jina niwaambie nini? Mstari wa 14 anasema Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Mabibi na mabwana, kwa mara ya kwanza Mungu anajitambulisha kwa jina ambalo Adamu akifufuka atasema huyo sio Mungu. Ibrahimu akifufuka atasema hapana, sio huyo. Yakobo akifufuka, Isaka atasema sio huyo, kwa sababu wao hawakuwahi kuambiwa anaitwa niko. Lakini mtu mwenye mahusiano ameulizwa, amefunguliwa kodi ambayo hakuna mtu amewahi kuiona. Mimi ninakuombea Mungu atajitambulisha kwako kwa jina hujawahi kulisikia, hujawahi kulijua, hujawahi kuliona. Yani Mungu Destiny, nani ananielewa? Kama kuna watu wana jina la Mungu la peke yao, sisi hapa ndani tunalo jina la Mungu la peke yetu. Yani kuna namna Mungu anacheza na sisi kinyume na historia, kinyume na mataratibu, kinyume na vitu. Yani tunajikuta tumeenda, kwa sababu kwetu Mungu sisi sio tu Mungu. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Mungu kwetu sisi amejithibitisha kama kasi ya kiungu. Mungu kwetu sisi amejithibitisha kama mgavi wa yote. Kama unanielewa sema amen. So anajua akisema hapa niko, mimi niko ambaye niko. Kwa hiyo hawa watu wote wangesikia niko ambaye niko, wangeuliza niko ambaye niko. Nakumbuka kila kizazi huwa kina tabia ya kupingana na ufunuo wa kizazi kingine. Na hiyo sio ya kwetu tu, hiyo imetokea kwenye Biblia. Wakwambia ndio mkute mzee Yakobo pale amekaa pale, alafu anakuambia wewe unafanya nini? Akwambia ni mtumishi wa niko. Niko ambaye niko. Nasema huyo ndio nani? Kwa ni niko ambaye niko. Nasema majina yenu hayo. Mimi sio majina yangu, waliniambia yeye. Wewe kuna kitu walikuambia na mimi kuna kitu waliniambia.
Lakini bado mstari unaofuata Musa hataki tena. Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amenituma kwenu. Baada ya kujitambulisha kwa jina, ndio anaenda kumwambia huko, anasema amenituma kwenu, na hili ndilo jina langu hata milele, nalo kumbukumbu langu vizazi vyote. Twende tuangalie kama tutafika mahali. Nenda mstari wa 17, twende mstari wa 17, nami nitasema. Twende mstari wa 18, mstari wa 18 na mstari wa 19, mstari wa 19, nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hata wapa ruhusa mwende zake. Na kumbuka, kinachomfanya Musa kupokea details hizi zote ni kwa sababu yupo around, amekaa sana. Yaani mimi nitegemea pale kawaambie niko ambaye niko amenituma niinuke, baba ninakuja kwa jina la niko. Lakini Musa bado yupo, na katika kuwepo ndio Musa. Unajua kwa nini Musa kukata tamaa? Ni kwa sababu Mungu alishamwambia ninakutuma, lakini hatakuruhusu. Ndio anasema nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hata wapa ruhusa mwende zenu, la hata kwa mkono wa nguvu. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Nami nitaonyesha mkono wangu na kuipiga Misri kwa ajabu ya nguvu zangu zote. Na leo Mungu asema nguvu zake zote, anasema nitakayofanya kati yake, kisha baadaye atawapa ruhusa ya kwenda. Kwa hiyo wakati wana wa Israeli wanamuonea huruma Musa ya kwamba jamani, huyu baba akati tamaa, Musa ana information ambayo wao hawana. Kwa hiyo tunasema, unajua jamani, huyu baba mbona anahubiri hivi na kanisa limeanguka? Nina information wewe hauna. It wasn't just overnight. Ilikuwa ghafla kwako, kwangu haikuwa ghafla. Watu wanashangaa, mbona huyu mtu anapita kwenye majaribu makali, lakini kama tu ndio ana grow, furaha yake inaongezeka. Waambie nina taarifa ambayo ninyi hamna, na taarifa ulionayo anasema, maana ninajua mawazo ninayo kuwazia wewe, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala sio ya mabaya, kukupa tumaini katika siku zako za usoni, kukupa tumaini katika siku zako za zijazo. Alafu anasema, nani mtaniita nami nitaitika. Maana yake hata kama unapita kwenye kipindi kigumu, unafurahi kwa sababu unajua hii sio siku yangu ya usoni. As long as kesho ipo, kesho ndio usoni yangu, kesho ndio future yangu, ambayo kesho yangu ni njema kuliko jana. Lakini hicho kinatokea kwenye madhabahu ya kupendana na Mungu. Natamani uelewe, kupendana na Mungu. Nionyeshe mtu mwenye matokeo ya kimungu yasiyo ya kawaida. Maana kuna matokeo pia ya kimungu ya kawaida na yasiyo ya kawaida. Ya kawaida yapo, ndio. Yaani Mungu anaweza kufanya kitu ambacho mtu, yaani Mungu anaweza kumbariki mtu na kitu ambacho pia hata ulimwengu unaweza ukatoa. Sio kama unanielewa? Lakini inapofika mahali kuna namna Mungu anafanya vitu ambavyo hakuna mtu anaweza kufanya isipokuwa Mungu peke yake, then tunasema huyu mtu amefika kwenye level ya kupendana na Mungu. Watu wa Mungu, acheni kuabudu kwa sababu mnataka Mungu awafanikishe. Acheni kuabudu kwa sababu mnataka magari. Acheni kuabudu kwa sababu mnataka kufanikiwa kwenye biashara. Acheni kuabudu kwa sababu, japokuwa ukifanya hivyo vyote vinawezekana, Mungu anaweza akafanya. Acheni kufanya hivyo vitu kwa sababu kuna namna nataka Mungu aniinue, nataka niwe mtumishi mkubwa. Anza kufanya vitu kwa sababu unampenda Mungu. Yaani motivation ya kwanza, nikija ibadani, nimekuja ibadani kukutana na Mungu kwa sababu nampenda. Alafu jipe hilo zoezi kwa miaka miwili, jipe hilo zoezi kwa mwaka mmoja, jipe hilo zoezi kwa miaka 6. Niko pale ofisini, njoo. Utakuja unatambaa hivi. Siku nilipoacha kushika hii mic kwa sababu ya public, nilipoacha kushika hii mic kwa sababu ya public, ndio siku nilipoanza kuona ajabu za Mungu kwenye maisha yangu. Yaani siku ambapo nilianza kuingia kwenye kupendana na Mungu. Yaani kwangu mimi hii kazi, nikiona platform Mungu ameniwekea, ninawaona watu. Nikiwaona watu moyoni mwangu, ninamuona Mungu anayewapenda watu.
Kwa sababu Mungu anawapenda watu na hawezi kushuka. Mimi nimechagua kuwa sauti ya Mungu ili asipotee hata mmoja ambaye Mungu atamweka mbele yangu. Na ndio maana hakuna mahali naenda nisiitishe nafsi. Na siku hizi nimeshawaambia, siku hizi nimeanza kuitisha nafsi kwa lazima. Ukitokea hivi hapo tu unakwenda, pastor Bwana asifiwe, pastor. Wanajikusanya wawili watatu, pastor tuombe. Wakisema tu tuombe, nikishaona wako wengi wawili watatu nasema weka mkono kwenye kifua chako. Wanadhani nawaombea biashara. Nawaambia sema Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Mimi sijui yeye anazo au hana. Wewe sema. Kwanza mara pale Biblia inasema wote wametenda dhambi na kupungukia utukufu wa Mungu. Sema mimi ni mwenye dhambi, ninakupokea leo katika jina la Yesu. Amen. Alafu nasema Baba, bariki kazi zao, bariki biashara zao, wabariki kila wanakoenda. Mimi ninachojua kuna mbegu nimepandikiza. Na kwa sababu Mungu anawapenda watu na mimi na Mungu tunapendana. So ili nimfurahishe Mungu, lazima nikipende anachokipenda, nikiheshimu anachokiheshimu, nikipe kipaumbele anachokipa kipa. Ndio ajabu unayotembea nayo mimi. Mimi mwenzako kila nafsi nimeingiza siku mbinguni. Nimepiga overtime. Yaani kila nafsi wanamwambia Mungu huyo. Kuna kipindi mke wangu anaelewa. Niliomba maombi muda mrefu sana, nikaona haya maombi kama stoboi. Roho Mtakatifu akaniambia hivi, akanikumbusha ile andiko naosema kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu, ombeni lolote. Alafu anasema zaeni matunda yapate kukaa, ili kwamba mkimwomba lolote Baba kwa jina langu alifanye. Nikaja kugundua kumbe pia kodi nyingine ya kumshawishi Baba ni matunda yaliyokaa. Nikaanza kutafuta majina ya watu ambao nawajua, nimewahi kuwahubiria, nikayaorodhesha. Nilipoyaorodhesha nikaanza kwenda kwenye maombi, nataja Baba Juma, Baba Krisi, Baba Zaujati, Baba nataja listi ya majina. Na kitu nilichokiombea almost kwa miaka 2 kilifunguka ndani ya wiki 3. Nikaja kugundua kumbe, yani sio kwa kukitaja chenyewe, kwa kutaja kwa ufahamu upi, nimezaa matunda yamekaa, na umesema yakikaa ni kuombe. Kwa hiyo nikawa namkumbusha Mungu juu ya yale matunda. Kwa hiyo nachokufundisha ni kitu gani? Kupendana na Mungu ni hatua ya kwanza ya wewe kufanya mambo makubwa katika jina la Yesu. Kama unakubali sema amen. Sasa nirudishe kitabu cha Yohana sura ya 21 kuanzia mstari wa 15. Naona mahali ambapo nimekusomea pale, Biblia inatuonyesha ya kwamba walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro wa Yohana, je, wanipenda kuliko hawa? Nao Yesu, hii ndio sura ya mwisho ya kitabu cha Yohana, yupo mwishoni, anataka kufanya kitu, anataka kuondoka, anataka kukabidhi huduma kwa mtu, lakini kuna confirmation bado moyoni mwake, anataka kuitengeneza kabla ya kumfanya Simoni Petro kuwa mtumishi. Anataka kwanza kumfanya kuwa rafiki. Twende tena, rudi kuanzia mstari wa 3. Nisaidie kuanzia mstari wa 3. 1, 2, 3 twende. Anasema kitu gani? Aliwaambia, naenda kuvua samaki. Na shika neno Simoni Petro aliwaambia. Kumbuka hapa walikuwa wako 7. Maana yake Simoni Petro alikuwa pia ana ushawishi kwa watu. Alikuwa ana uwezo wa kusema na watu wakafuata. Kwa sababu Simoni by nature ni msemaji. Akawafanyaje? Waambia naenda kuvua. Wakamwambia na sisi tunakwenda pamoja nawe. Sasa unaelewa kwa nini kule Yesu hawaulizi wengine, anamuuliza Simoni? Kwa sababu anajua Simoni ni influencer. Hivi kuna mtu anapokea aseme amina hapa? Kuna mtu anapokea aseme amina hapa? Kuna mtu anapokea aseme amina? Akawaambia basi, anasema na sisi tunakwenda pamoja naye. Basi wakaondoka wakapanda katika mashua, ila usiku ule hawakupata kitu. Mabibi na mabwana, ule usiku toka wanaaga wanaenda, aliyesababisha wasipate kitu usiku ule ni master mwenyewe. Twende mstari unaofuata haraka. Anasema kitu gani? Asubuhi kulipokucha, Yesu akasimama ufuoni, lakini wanafunzi, maana yake ilikuwa ni grupu ya watu 7 na Simoni wa 8. Wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Twende mstari unaofuata haraka. Basi Yesu akamwambia, wanangu, mna kitoweo? Okay, sasa Yesu amefika, amewakuta, anajua wamekesha usiku kucha,
wamepaushwa, wamevua samaki. Hakuna jambo serious nitaongea nalo wakanielewa. Jambo la kwanza, hasemi kwamba mmeondoka, nilisema tafufuka, hata mjavumilia siku 3 tu, mmerudi kuvua samaki. Anawauliza, wanangu, mna kitoweo? Ninapenda kunasema, anasema Yesu ajua shida zetu, aweza kutuongoza. Hapana, hapana. Good news. Jesus is concerned of your situation. Yesu anajali sana unachokipitia. Na kabla hajakupeleka mbinguni, anataka ufurahie mbingu duniani. Nataka uelewe hicho kitu. Yesu sio katili kiasi ya kukute una machozi, asitibu moyo, aanze tu kukuambia habari za moto. That is not my Jesus. Now that is where we miss the gospel. We attack people kwa kile wanachokipitia badala ya kuganga madhaifu yao kwanza. Na ndio maana kuna mahali injili inayo make sense ni ya kuwapa watu chakula. Injili inayo make sense ni ya kuuisha mioyo ya watu kwanza kabla ya kuwaambia unachotaka kuwaambia. Na ndio maana Yesu akijua wamekesha usiku kucha, hawajapata kitu, hawana kitu chakula, Yesu akawaambia wanangu. Na guess what? Ni mara chache Yesu anatumia neno wanangu. Mara chache sana Yesu anatumia neno wanangu. Maana yake hapa amevaa ofisi ya baba, anachokisema I feel what you feel. Kama baba, mimi nasikia mnachokisikia, ninakisikia. Ndio anawaambia wanangu, mna kitoweo? Wakajibu la. Twende mstari unaofuata, akawaambia litupeni jarife. Kumbuka anawauliza kwa habari ya kitoweo, lakini yeye anachoenda kuprovide sio kitoweo. Twende, utanielewa. Litupeni jarife upande wa kulia wa mashua, nanyi mtapata. Kumbe Yesu anajua hata samaki ziliko. And guess what? Hawakutoka hata watu 5 kutoka walipokuwepo. Ilikuwa ni pale pale, ila upande gani? Hiyo ndio namna watu ambao wana mahusiano na Yesu wana navigate their way out. Hiyo unajiuliza, mbona mimi nazunguka na bahasha miaka 3 alafu kuna mtu anaenda na akienda ndio imeenda, akirudi imerudi. Kuna sauti nyuma iko inamwambia litupe jarifa upande wa kulia. Anasema nanyi katika kuenenda kwenu mtaisikia sauti nyuma yenu ikiwaambia njia ni hii, ifuateni. Na ndio maana kuna watu tuna ujasiri wa kusimama na kusema hatutembei kwa bahati mbaya, kwa sababu sisi hatujui kesho, lakini tuna mahusiano na mtu ambaye sio anaijua, yeye ameshaitangulia, yupo kwenye kesho. Hatujui itakuwaje, lakini kila tukiamka kuna kitu kinakwambia huyu hapana, mweke pembeni, unamweka. Alafu wakati unadhani unapoteza, unapiga hatua ya kwanza, ya pili, unakutana na mtu sawa. Roho Mungu anakwambia hapo hapana, nenda hapa, kwa sababu yeye anajua kila kinachohitajika kilichopo. Ninakuombea hiyo itakuwa neema, itaenda na wewe. Hautafanya mambo kwa kuhisi tena, hautafanya mambo kwa kukisia tena, hautafanya mambo kwa kuotea tena. Kila utakaloligusa Bwana kalifanikishe, maana una sauti ya Yesu inayokuelekeza, inayokuambia njia ya kuiendea. Ninatabiri hicho kilichokuzungusha miaka mingi hakitakuzungusha tena katika jina la Yesu. This time Bwana ataziongoza hatua zako, maana imeandikwa hatua za mwenye haki zinaongozwa na Bwana. Imeandikwa asiruhusu mguu wako sogezwe, nibakize hapo, asiruhusu mguu wako sogezwe hata sinzia akulindaye mtakatifu wa Israeli. Maana yake kila hatua unaloipiga lazima kuna neno. Nimekufundisha neno ndio mianzo ya watu. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Anasema nasi kwa kuwa tunalo neno lile la unabii lililo imara zaidi, tukiliangalia kama taa ing'aayo gizani, mwafanya vyema sana mpaka mchana mkamilifu utakapotokea. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu.
ninakuondoa kwenye kundi la kusitasita kwa jina la Yesu. Nasema ninakuondoa kwenye kundi la kuotea kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa, kwa neno hili, utakachokigusa ndio kitakuwa hicho kwa jina la Yesu. Nasema kila ambako hatua zako zitakwenda, huko ndiko kutakuwa kwa jina la Yesu. Nasema kila mahali utakapotupa jarife lako, samaki watatokea huko kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa, nanyi katika kuenenda kwenu mtaisikia sauti ikiwaambia nyuma yenu, njia ni hii, ifuateni. Destiny City Church, usiogope. Sauti ya Bwana iko pamoja na wewe. Sauti ya Bwana aliyekutoa ulikotoka hajakuleta ili aje kukuangamiza jangwani. Utafika kwenye destiny yako. Utafika katika jina la Yesu. Nyosha mikono, sema Bwana Yesu. Piga kelele, Bwana Yesu. Ninapokea neema ya maongozi ya kimungu kwenye maisha yangu. Piga tena kelele, Bwana Yesu. Ninakataa kuhisi katika hatua zangu. Kila hatua nitakayoipiga, sauti ya Bwana itaniongoza. Kama ni wewe, mpe Yesu makofi ya utukufu kama unakubali. Kama mpe Yesu makofi ya utukufu. Glory. It is happening to you. Inatokea kwako katika jina la Yesu. Na watu wa Mungu waseme haleluya. Akawaambia, kaa chini kufundisha, litupeni jarife upande wa kulia wa mashua, nanyi mtapata. Simple as that. Kumbe usiku wote hakukuhitaji kuwa na mkesha, kulihitaji kuwa na maelekezo. Unajua kinachokufanya unakesha sio sababu mkesha ni lazima, hauna maelekezo. Yaani unachokikeshea kuna mtu anajua kilipo na anaweza nani ananielewa? Kuna watu wengine tunaambia, unajua unafanya vitu haraka sana. Yaani unajua hiyo sio afya. Ninafanya kwa sababu na maelekezo. Nimeambiwa kanyaga hapa. Mimi sio chizi. Mimi church boy. Naelewa hizi mambo. Naelewa kuna vitu uingii kichwa. Mimi kama kuna kitu nilikataa ni hii huduma. Naielewa. Unaweza ukaingia na mahopu ikakufanyia kitu mbaya. Lakini nilipopokea maelekezo, nawafundisha hapa, mimi nikaa siku 21 namuuliza Mungu, katika makanisa yote yaliyopo, kwa nini na mimi niongeze jingine? Sinaweza kuwa tu freelancer. Ikawa nakuja naenda Nazareti na ubiri. Kenda Nazareti wananibariki na sepa, naondoka, sijui wewe umeamkaje, na kuacha na mchungaji wako, naenda Galilaya na ubiri. Naenda nikimaliza naenda Galilaya, naenda Uturuki na ubiri. Nikimaliza naenda Samaria, naenda na ubiri. Lakini ndio Mungu ananiapa hapana. Na aliponiambia kwenye kazi hii, mmoja kati ya swali niliuliza, kwa nini na mimi niwe na kanisa katikati ya makanisa mengi? Nilipopewa ufunuo kwa nini, ndio nika step in. Kwa hiyo every step I take ni yale maelekezo. Kuna wakati jipe break kumuuliza Mungu. Na ndio maana unaambiwa ombeni mtapewa, alafu tafuteni mtaona. Sasa ukiona unaomba upewi, ndio hatua ya kutafuta. Kwa nini upewe? Una maombi ya siku 300 kwa Mungu, maombi ya siku 90 na hakuna hata kinachotokea. Kitu pekee ulicho nacho ni amani. Sasa na amani hailetwi na maombi, amani inaletwa na sheria ya Bwana. Kwa hiyo ile amani usidhani ndio majibu ya maombi, maana imeandikwa wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, hawana la kuwakwaza. Sasa kwa hiyo wewe usidhani ni maombi yameleta amani, ni sheria tu ya Bwana iliyoko. Kumbuka uombei amani wewe. Hapana, hatuwezi tukaingia kwenye maombi ya siku 35 alafu tutoke na amani. Hapana. Tulikuwa tunaombea amani. Tunaombea doksa, tunaombea utukufu, tunaombea neno la kinabii kidhihirike. Amani si tunayo. Tunachotaka ni majibu ya maswali yetu. Toka kujificha kwenye kichaka cha amani katika jina la Yesu. Anasema akaliambia jitupeni, basi wakatupa. Wala sasa. Neno la kulishika ni wala sasa. Kuna saa ile na kuna sasa. Kuna wakati ule na kuna wakati wa sasa. Kuna jana na kuna leo. Anasema wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Kumbuka walichokuwa wanahitaji ni kitoweo,
kitu cha kula siku moja, mlo mmoja, tuangaike tena jioni. Yesu anasema mimi sifanyi kazi namna hiyo. Nikibariki ninabariki, nikifungua ninafungua. Mnataka kitoweo? Nimewapa samaki. Samaki kiasi kwamba hawakuweza kubeba. Hakikisha kwenye mwaka huu una nyavu ya kutosha, maana kuna samaki wengi wanakuja kiasi ya kwamba kama haukujiandaa utakata hata hiyo nyavu, nao samaki watarudi kwenye maji. Kwa hiyo niongee tena kama nabii wa Bwana, nasema hakikisha mwaka huu unayo nyavu ya kutosha, unayo nyavu kubwa kutosha, yenye nguvu kutosha, maana kuna samaki wengi wanakuja. Hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Mstari unaofuata anasema basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda, Yohana ni mwenyewe, anarudia tena, akamwambia Petro. Why anamwambia Petro? Petro ndio mkuu wa msafara. Alafu guess what? Walikuwa wako 8, 7 wengine, Petro wa 8. Yesu ametokea, mambo hayo yote yanaendelea. Hakuna mtu aliyejua isipokuwa rafiki yake Yesu. Akajua hizi kodi sio za kawaida, hizi mimi nazijua. Namkumbuka mtu aliyekuaga anasema vitu vikawa, ninamkumbuka yeye ndo alikuaga anasema iwe nuru na ikawa nuru. Namkumbuka, nadhani yule ndio huyu wa sasa. Haiwezekani tukeshe usiku kucha tusipate, alafu aje mtu aseme ya kwamba tupeni upande wa kulia tupate. Lazima huyo mtu ndio aliyeumba bahari. Lazima huyo mtu ana mahusiano na bahari, lazima. Na ndio akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Petro aliposikia ya kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake kwenye mabano, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. So passion ya Petro nimesha kufundisha hapa, kwa samaki na mambo ya uvuvi na maokoto ni kubwa kiasi kwamba Petro anavua akiwa yuko uchi. Sema lakini pastor ndio uvuvi. Hakuwa peke yake, una wote waliokuwepo pale walikuwa wavuvi. Kwa nini yeye peke yake ndio avue bila nguo? Msiniangalie hivyo, ni Biblia hii imeandika ile pale. Mbona mnaniangalia hivyo? Ni ile pale, someni pale. Akajitupa nini? Baharini. Now nishike tusubiri hapo pana, kwa sababu Biblia haiandiki kitu isichomaanisha. Yaani Biblia haiandiki kitu kwa sababu imeandika. Yaani chochote Biblia inachokiandika kuna kitu kinafanyaje? Kinamaanisha. Ndio utagundua kwa nini kule mbele Yesu aanze kuongea na Petro peke yake kati ya watu 7 waliokuwa wamebaki. Kwa sababu gani? Hapa Petro ameonyesha desperation ya hali ya juu kwenye maokoto, desperation ya hali ya juu kwenye uvuvi. Anasema akajitupa wapi? Baharini. Ona mstari unaofuata, nao wanafunzi wengine. Kwa hiyo hakuwa peke yake, lakini wao hawajajitupa, hawakuwa kwenye hali aliyokuwa nayo nani? Petro. Wengine wakaja katika mashua wakati Petro yuko ndani ya bahari. Wengine wakaja katika mashua, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, ila yapata ridhaa 200 huko waliko kokota lile jarife lenye samaki. Mstari unaofuata, basi waliposhuka pwani wakaona huko moto na makaa, na juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Twende hapo taratibu. Anasema kitu gani? Basi Simoni Petro akapanda katika mashua, akalivuta jarife katika pwani, limejaa samaki. Kumbuka, ametoka saa ngapi kwenye maji? Okay, watu wachache wananielewa sana. Ni huyu aliyejitupa maji
kwa sababu alikuwa hana nguo. Wakati yeye yupo kwenye maji labda turudi tuanze tena mstari wa 10, twende mstari wa 10, nipeleke haraka mtu aliyekaa hapo. Yesu akawaambia, mstari wa 9 tuanze. Unaona kitu gani? Mstari wa 9, subiri hapo hapo. Wa 8, Petro yupo kwenye maji. Basi waliposhuka pwani, maana yake hapa Petro akaona hayupo, wakaona moto na makaa juu, wamepatiwa samaki na nini na mkate. Mstari wa 10 anasema Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya hao samaki mliowavua. Kule kuanzia mstari wa 8 tunawaona wanafunzi, ila kila ikitajwa samaki Petro anatokea kwenye picha. Hivi mnanielewa? Mnanielewa niwahubirie? Anasema mliowavua sasa hivi. Mstari unaofuata, basi Simoni Petro akapanda katika mashua. Manake ametoka kwenye maji, yupo kwenye maji, kasikia samaki wanahitajika, akapanda katika mashua, akalivuta jarife peke yake mpaka pwani. Limejaa samaki wakubwa 153, na ijapokuwa ni wengi namna hiyo, jarife halikupasuka. Bado kuna kitu akimwambia. Twende mstari unaofuata. Yesu akawaambia, njooni mfungue kinywa. Kumbuka hapa Yesu anaishi na Simoni, anaishi na Petro, au wengine tu wamejaa kwenye mfumo, lakini anasema saa sio saizi. Nani ananielewa? Nisubiri. Anasema akawaambia, njooni mfungue kinywa. Wala hakuna mtu katikati ya wale wanafunzi aliyethubutu kumuuliza, nani wewe? Wakijua ya kuwa ni nani? Ni Bwana. Sasa hivi ndio wamejua baada ya Yohana. Yesu akaenda akautwaa mkate akawapa, na samaki vivyo hivyo. Mstari wa 14, hiyo ndiyo mara ya 3 Yesu kuonekana na wanafunzi wake baada ya kufufuka katika wafu. 15. Basi walipokwisha kula. Sasa umenielewa tulikotoka? Umenielewa tulipotoka? Njaa yake imeisha, desperation yake imeisha, kiwewe chake kimeisha. Sasa tuongee kama watu wazima. Mtoto mwingine wanasema mtubee, mimi na wewe. Yesu akamwambia Simoni Petro, je, wanipenda kuliko hawa? Na nishakwambia kuna mjadala hawa ni kina nani, lakini acha mimi nikwambie, Yesu alikuwa anaongea kati ya Simoni na samaki. Yaani mimi na hawa samaki tuliokula hapa sasa hivi. Yes. Na kwa nini nimekusomea kuanzia mstari wa 3? Theologically kuna debates. Watu wanasema, unajua Yesu alikuwa anasema unanipenda kuliko hawa wenzio. Hakuna mahali alipoandika hawa wenzio. Kwenye Injili zote hakuna mahali ameandika hicho kitu. Lakini ukiifuatilia hii scenario yote from the beginning, utajua kitu Yesu alikuwa anakifanya ni kuutenganisha moyo wa Petro na samaki, sio na wale watu. Na ndio maana anafika, kwa sababu samaki wale ndio chanzo cha kipato cha Petro. Kwa hiyo Petro yuko involved sana na mambo ya uchumi. Lakini Mungu, kumbuka statement ya kwanza Yesu wakati anawaita wanafunzi, wengine wote aliwaambia nifuate, ila kwa Petro peke yake alimwambia wewe nifuate, nitakufanya kuwa mvuvi wa watu. Kwa Petro peke yake, kwa sababu Petro lugha imekaa maishani mwake mwote, anaielewa ni uvuvi, samaki, maokoto ya samaki, ndio kitu anajua. Ndio anamwambia wanipenda wewe kuliko hawa? Akamwambia naam, nakupenda. Sasa nimefundisha kidogo, ngoja nikufundishe leo. Niwafundisha watu wa Alhamisi, ngoja leo nirudie hili fundisho. Wakati Roho Mtakatifu analiweka hili neno moyoni mwangu,
ilibidi niende nikaangalie kwa nini Yesu anauliza mara 3. Then nikapata ufunuo mara 2. Mara ya kwanza nikaja kugundua, ukisoma tafsiri ya asili kwenye haya maandiko, anaposema Yesu akamwambia Simoni wa Petro, je, wanipenda kuliko haya? Petro anajibu nakupenda. Utakuja kugundua walikuwa wanaongea lugha 2 tofauti. Kumbuka kuna aina 3 za upendo, tafsiri 3 za upendo. Kuna upendo ambao tunaoita agapao, ambao ndio unazaa kitu kinaitwa agape, na kuna upendo tunaitwa philos, ambao ni upendo wa kifileo. Sasa guess what? Wakati Yesu anamuuliza Petro, anamuuliza je, wanipenda kuliko hawa? Alikuwa anasema Simoni Petro, je, agapao? Petro anajibu philos. Yesu akanoja nielewa. So mara ya kwanza nirudishe nikusomee hivi, kila mtu niangalie, ukiandika utaelewa, niangalie usoni. Basi alipokwisha, Yesu akamwambia Simoni, je, Simoni wa Yohana, wewe agapao kuliko hawa? Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua phileos. Sasa ni hivi, agapao, agape, ni upendo wa Mungu usio na kikomo, usio na sababu, usio na limitation, wenye kujitolea, wenye kufanya kwenda zaidi. Phileos ni upendo wa kibinadamu, wa kirafiki, wenye nia njema, lakini una limitation. Kwa hiyo mstari wa 15 anamwambia agapao, anajibu phileos. Mstari wa 16 akamuuliza tena kwa mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Bado anasema agapao. Akamwambia, ndiyo Bwana, wajua ya kuwa nakupenda. Wajua ya kuwa phileos. Akamwambia, chunga kondoo wangu. Ona mstari wa 17, kuna kitu cha ajabu. Akamwambia mara ya 3, Simoni wa Yohana, phileos. Hapa hakumwambia tena agapao, akashuka kwenye lugha yake yeye, akamwambia kitu anachokijibu yeye. Na ndio anasema Petro alihuzunika. Kwa sababu gani? Amejua master ameshuka kwenye ufahamu wangu na kwenye akili yangu. Ni kama ananichora, ama niuliza mara ya 3, ama kwa sababu nilikosea, ama kwa sababu niliondoka, ama kwa sababu mimi siku ile nilimsaliti, nisema sitamsaliti nikaondoka. Maswali yale yale ambayo wewe unajiuliza. Nisikilize, Mungu hajakununia. Mimi sijali umehubiriwa injili gani. God is not mad at you. Mungu ameichukia dhambi yako, ila hajakuchukia wewe. Si kuna mtu ananielewa? Nasema tena, Mungu hajafanyaje? Ukisoma vizuri utaje kugundua mara ya kwanza wakati Yesu anatokea kwa wanafunzi wake, Petro hakuwepo. Alipokuja kutokea, niache tu hapa hapo, sitafute ile andiko, nitapotea hapa. Alipokuja kutokea mara nyingine wakiwa kwenye chumba, alimkuta na Petro. Akawaambia hivi, amani iwe kwenu. Wakaitika. Akamwambia Petro, na wewe amani iwe kwako. Wangapi wamewahi kulisoma ile andiko? Akamwambia na Petro, na wewe shalom. Aliwaambia, yani aliwakuta wote, wale wote 12, jamani shalom. Wakatikia wote shalom. Petro alikuwa hana ujasiri wa kusema shalom, maana mara ya kwanza namuona Yesu anakumbuka. Kitu nimemfanya huyu ndugu, nilimwahidi mimi mwenyewe, uliniponza, nikasema sitakuacha, na nimemkana mara 3. Kwa hiyo Yesu aliposema shalom, wakaitikia shalom. Petro akakaa kimya. Yesu akamwambia, na wewe shalom. Maana yake Yesu anachosema, mimi sijakununia, acha mambo ya kipuzi. Mimi sijakununia kama ambao wamekununia watu. As long as umekuja humu, ninayo rehema tena kwa ajili yako. Mungu amenituma nije kukuambia na wewe shalom. Ngoja niseme tena, Mungu amenituma nije kukuambia na wewe shalom. Sijajua umejilaani kwa nini ulichofanya, sijajua umejilaani kwa njia gani uliopita, sijajua umejilaani kwa namna gani, lakini Roho Bwana amenituma nije kukuambia na wewe shalom katika jina la Yesu. Nao nataka nimalize ujumbe wangu haraka. Anasema, akamwambia mara 3, akamwambia, Bwana wewe unajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. So hakuna assignment bila upendo.
Kwa kinachotangulia ni upendo, assignment ndio inakuja. Kwa sababu mimi nataka nikuamini na nguvu kubwa sana. Sitaki tu ufanye hii kazi kwa sababu unafanya, nataka ufanye kwa sababu unanipenda. Watumishi wa Mungu, sikizeni niwaambieni, Mungu mwaka huu nimewaambia atawaamini na mambo ambayo kila watakaosikia watashangaa. Lakini anakuuliza, unanipenda kuliko mshahara? Unanipenda kuliko hicho cheo unachokiombea? Unanipenda kuliko hiyo biashara unayotaka kufanya? Unanipenda kuliko hiyo nyumba ambayo unaomba mpaka magoti yanataka kuwa kama ya ngamia? Unanipenda kuliko hivyo unavyovitarajia kufanya? Mungu anataka kujua kati ya yeye na nyumba, nini kipo kwenye moyo wako? Kati ya yeye na biashara, nini kipo kwenye moyo wako? Kati ya yeye na huduma, nini kipo kwenye moyo wako? Sometimes tunapenda huduma kuliko tunavyompenda Mungu. Tunapenda kile Mungu anachoweza kufanya kupitia maisha yetu kuliko tunavyompenda Mungu. So kama Mungu haja kulaunch in kwenye mambo makubwa, ananiuliza, unanipenda kuliko hawa? Kuna mtu Mungu anajua wewe kwenye kichwa chako unapenda ndoa kuliko unavyompenda yeye. Na ndio maana muujiza mkubwa kwako wewe ni kuolewa au kuoa. Nikwambie, mlango hautafunguka. Asante Yesu. Mwana saikolojia wa mambo ya ndoa yuko hapa. Kama unabisha, nenda kamuulize. Nafikiri hizo ndio ofisi zinazoongoza kwa kujaa watu, kwa sababu ya mtazamo usio sahihi wa watu juu ya hicho kitu. Hakuna kitu ndoa itafanya kwenye maisha yako kama Mungu hajajaza moyo wako. Hakuna kitu hela itakufanyia kama Mungu hajajaa kwenye. Yani kuna kitu yani kuna gap analojaza ni Mungu, na Mungu peke yake. Na Mungu akishajaza ukajaa, wengine wanaokuja wanakuja kucomplement kile ambacho tayari kimeshajaa. Mungu anakuuliza, unanipenda kuliko hawa? So you see, kitu kikubwa baada ya hapa, Petro anapewa kazi. Ukienda mistari inayofuata, Biblia yote unaanza kuisoma, Petro ni kama kwa statement hii moja. Jambo la kwanza ya kuthibitisha upendo. Jambo la pili ni kudenounce mara 3 alizomkana Yesu. Alisema simjui mtu huyu mara ya kwanza, mara ya pili simjui mtu huyu, mara ya 3 simjui mtu huyu. Sasa na kwenye mjue ikabidi Yesu pia ampigishe dozi mara 3. Nakupenda hata kama sina uhakika, ila nakupenda hivyo hivyo. Tumemaliza kesi. Kwa hiyo hile tumefidia hapa. Sasa kuanzia hapa unaweza ukalisha kondoo zangu. Ni nini ninachosema? Mungu siku atakayothibitisha unampenda, ndio siku milango itaanza kufunguka bila kuguswa. Hiyo ambayo unaiombea, Baba katika jina la Yesu, fungua mlango, uwe wazi, mpaka anatokea, uwe wazi mpaka anatokea na ingia pale. Lakini nataka tu nikuonyeshe kitu. Wakati kuna watu wanaomba milango iliyo wazi, ila kuna watu Mungu anasema, tazama nimeweka mlango ulio wazi mbele yako, wala hakuna atakaye kufunga. Kwa hiyo kwenye dunia hii kuna watu wanatembea kwenye milango inayozuiaga watu, lakini kwao iko wazi. Lakini ni nini? Kwa sababu wanapendana na Mungu. Ingia kwenye hiyo club leo katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Nimewahi kusema, nitasema leo, nitasema mpaka Yesu aje. Ninajua kwenye maisha yangu nimefika kwenye point, chochote ambacho sina ni mambo mawili: sijaomba ama muda wa kukipata haujafika. Chochote ambacho mimi sina kwenye maisha yangu ni matokeo kwa sababu sijaomba, kwa sababu anasema hamna kwa sababu hamjaomba. Ama kama nimeomba na sina, ni kwa sababu sio wakati wa Mungu. Lakini hakuna kitu cha fedha, hakuna kitu cha mali, hakuna kitu cha jina, cha connection yoyote ambacho mimi kinaweza kikanitisha ya kwamba nikifukuzie, nikifuate, ya kwamba I am dying hard for that. Hakipo.
mpaka sasa hivi, kwa sababu ya ufunuo huu tu Mungu alionipa. Na huu ufunuo toka siku Mungu amenipa kwenye maisha yangu, ndio natembea katika ishara na ajabu ya kuvitiisha vitu na vikatiishwa chini ya miguu yangu. Na ninachokwambia, sitaki uone mimi ni Superman. Ninataka nikuingize kwenye chumba nilichoko mimi, kwa sababu hichi chumba sio kwa ajili ya wahubiri. Hichi chumba ni kwa ajili ya watoto wa Mungu, katika jina la mamlaka la Yesu. Ninatabiri kama kinywa cha Bwana, kwa sababu umeelewa kweli hii. Kuanzia sasa utaviita vitu vitaitika, utasema na maneno yatakuwa, utatamka na vitu vitakutii katika jina la Yesu. Utatamka na vitu vitakutii katika jina la Yesu. Nasema utaviita vitu kutoka mbali kwa majina yake na vitaitika katika jina la Yesu. Pokea neema ya kutiisha mambo yakawa kwa jina la Yesu. Nasema pokea neema ya kuita vitu vikaitika kwa jina la Yesu. Pokea neema ya kucommand attention kwa jina la Yesu. Nasema pokea neema ya kuchukua miji kwa jina la Yesu. Shatabaya. Ninatamka juu ya maisha yako kwenye mji ambao Bwana amekuweka. Huo mji Bwana akupe kuumiliki katika jina la Yesu. Kama ambavyo Bwana alisema nimekupa Dodoma, ninasimama kwenye madhabahuni na kuambia kwa jina la Yesu, pokea neema ya kuitisha miji kwa jina la Yesu. Anasema niombe nami nitakupa mataifa. Leo ninaachilia neema juu ya maisha yako ya kupokea mataifa kwa jina la Yesu. Wale wanaotaka mataifa yawafungukie, mataifa yafunguke kwa jina la Yesu. Nasema mataifa ya kufungukie kwa jina la Yesu. Mataifa ya kufungukie kwa jina la Yesu. Kila mahali ambapo unahitaji usaidizi na rasilimali za kimungu, nimesimama kama kinywa cha Bwana. Ikiwa ni kwenye huduma yako, ikiwa ni kwenye familia yako, ikiwa ni kwenye kazi yako, ikiwa ni kwenye utumishi wako, kwa jina la Yesu. Mungu ambaye anatoa watu kwa ajili ya watu, akatoe watu kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @FredMsungu. Pia usisahau kulike, comment, share, subscribe.